Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 4 ya simulizi inaitwa Kimya Kizito, iliyoandikwa na mtunzi Hans Marcelin. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu ya 3 tulipokuwa tumeshia ilikuwa ni pale ambapo mara tu baada ya Leila kurudi nyumbani kutokea kule ambako alikuwa amelala kwa Hansi, mambo nyumbani yalikuwa yamewaka moto kweli kweli. Baba yake alikuwa anafoka kwa nini Leila alikuwa amelala nje ya nyumba wakati yeye alikuwa mke wa mtu. Karibu sana katika sehemu hii, ni sehemu ya 4 tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea mara baada ya hapo. Leila alikuwa anasikia hasira sana kila ambapo alipokuwa anasikia neno kwamba yeye eti alikuwa ni mke wa mtu. Neno hilo lilikuwa linamchoma moyo wake kama pasi katika ngozi ya kichwa cha Abdalla, mwenye kichwa wazi chake. Mimi sijaolewa kabisa baba. Naomba uniache vile ambavyo mimi nataka kuishi maisha yangu mwenyewe. Leila alikuwa anamfokea vile baba yake. Fumba hicho kinywa chako kichafu wewe, mwanamke mpumbavu kabisa wewe. Alfredi alikuwa anamfokea vile dada yake. Utanifanyaje nisipofumba mdomo wangu? Alifoka vile Leila kwa nguvu kule kweli na hasira za juu. Mimi nimeshuka kufanywa kama mgeni katika hii nyumba. Kama mnitaki mniache tu niende mimi nikatafute maisha yangu naishi kwa amani. Leila mwanangu. Mama yake alikuwa anataka aanze kuzungumza lakini alimkatisha pale pale. Tunza maneno yako mama tu. Kuna muda hadi nashangaa kama wewe ni kweli na mamangu mzazi ama wewe sio mamangu mzazi mama. Leila mwanangu. Mama yake aliita tena kwa kunong'ona wakati macho yake alikuwa yametawaliwa na maji ya machozi. Wewe ni mama ambaye hauna faida kabisa kwangu mama. Kuna muda hata kabla hata hajamaliza kauli yake hiyo, kofi zito lililokuwa na ujazo wa haja kutokea kwa baba yake lilikatiza kutoka uso wake na kutoa katika shavu lake. Kofi hilo likamrudisha nyuma na kudondokea sakafuni kabisa Leila. Sasa ngoja nikuonyeshe nani ni kichwa katika hii nyumba. Nipige tu vile ambavyo nataka baba, nipige tu. Unafikiri kwamba mimi naogopa kupigwa? Nipige tu. Leila akalipokea kofi jingine zito ambalo hili likamletea maumivu makali katika uso wake maskini. Nipige tu baba. Nipige tu, na ukitaka hata niue kabisa. Kwanza mimi sidhani kabisa kama wewe ni babangu mzazi kabisa, mimi sidhani kama ni hivyo. Alikuwa anazungumza vile na huko alikuwa anaunyanyua uso wake na kumtazama baba yake kwa chuki kule kweli. Wewe ni mtoto usiokuwa na faida yoyote ile kwangu. Alikuwa anazungumza vile Mr. Daniel na huko alikuwa anamtwanga makofi mengine. Daniel mume wangu please. Mke wake alimsihi vile mumewe. Mama wala usimgombeleze kabisa. Huyo mtoto wako anahitaji kufundishwa adabu kidogo. Hawezi kumjibu baba kama anavyowajibu wahuni zake huko. Hawezi kumjibu baba kama vile anawajibu wahuni zake huko shuleni huko. Baba tafadhali naomba umwache dada. Jada alikuwa analia machozi akiwa anamtiririka kuelekea mashavuni mwake. Nyinyi wote kaeni mbali kabisa na hapa, kwa sababu sitaji damu ziwamwagikie. Alizungumza vile Daniel kwa kupiga kelele na huko alikuwa anafumba macho yake kwa nguvu. Alimbeba Leila tayari kwa ajili ya kwenda naye kule ambako lilikuwa linapatikana somo ambalo alikuwa amemwandalia. Alimuingiza ndani ya chumba chake na kumtupia sakafuni kabla ya kufunga mlango na ufunguo kabisa. Unathubutu kunivunjia heshima ndani ya nyumba yangu mwenyewe mimi? Ulilala wapi Leila? Leila hakujibu chochote mara baada babake kumuuliza swali. Wapi ulilala na kuuliza swali? Alizidi kuuliza vile baba yake na huko alikuwa anampiga, lakini bado Leila aliamua kubaki kimya vile vile. Nishamalizana na wewe. Mbona utasema tu wapi ulipokuwa? Alizungumza vile baba na huko alikuwa anavua mkanda wake na kisha kushika vizuri. Aliuzungushia kwenye mkono wake na huko alikuwa analiacha bako zile kining'inia tu. Hauwezi kuleta aibu katika familia hii na mimi nipo hapa na kuona tu. Alikuwa anazidi kuzungumza vile na huko alikuwa anamtandika mwilini mwake ule mkanda Leila. Bakozi ya chumba ya mkanda ilitoa kwenye topi ya Leila ambayo hii ilichaneka pale pale. Damu zikawa zinamvuja Leila.
lakini hilo wala baba yake hakulijali kabisa. Alichokuwa anataka yeye kujua ilikuwa ni wapi ambako Leila alikuwa amelala usiku wa kuamkia leo. Daniel, please, naomba umwache mtoto. Mke wake alikuwa anapiga kelele kutokea nje na alikuwa anaupiga mlango. Daniel, unafikiri alisikia? Basi alikuwa anaendelea tu kumponda mwanaye huyu. Utafikiri kwamba alikuwa anapiga ng'ombe aliyeshindwa kuzaa mara baada ya kumlisha vya kutosha. Alikuwa anampiga vibaya mno, maskini ya Mungu. Leila alikuwa anapiga kelele na alikuwa analia. Na kadri Leila alivyokuwa analia ndivyo baba yake ambavyo alikuwa anazidi kumcharaza mkanda huo. Alitandikwa mpaka alihisi moto ulikuwa unatambaa katika mwili wake. Damu pia zilikuwa zinavuja kutokea kwenye vidonda ambavyo vilikuwa vinatokeza katika mwili wake. Ulilala wapi na kuuliza swali? Alifoka vile kwa jazba kweli na alikuwa anautua mkanda kwa nguvu katika mwili wa Leila. Nimelala nyumbani kwa rafiki yangu, alijibu vile Leila mara baada ya kushindwa kuendelea kuvumilia maumivu zaidi. Machozi alikuwa anaendelea kumtoka tu Leila. Rafiki yupi ambaye unazungumzia hapa? Amekugusa? Bado ni bikra wewe? Aliuliza vile maswali hayo mfululizo baba huyu na alikuwa anapumua juu mwenyewe. Leila alitikisa kichwa kukubali kwamba yeye bado alikuwa ni bikra. Sasa kesho na kupeleka hospitali kwa ajili ya vipimo. Natumaini na ninahitaji uwe hujaguswa hata mara moja. Alizungumza vile baba yake na alikuwa anamalizia kumpatia mcharazo mmoja wa mkanda na kisha kutoka nje ya chumba hicho mara baada ya kufungua mlango. Leila alilala tu kwenye sakafu akiyasikilizia maumivu katika mwili wake. Yalikuwa ni maumivu makali kweli yaliyopelekea kuhisi mwili wake ulikuwa umeungua na moto. Alikuwa anawaza mengi ikiwemo swala la baba yake, kwamba ilikuwa inawezekana vipi baba yake ambaye ni damu yake kabisa amuadhibu kiasi hicho kama mwizi. Alikuwa anafikiria sana Leila bila kupata majibu. Oh, Leila mwanangu. Mama yake alikuja akiwa anakimbilia ndani ya chumba hicho. Tafadhali mama, naomba usiniguse, alizungumza vile Leila kwa sauti ya upole kabisa. Leila, please, wacha na kusaidie mama. Hapana mama, nitamsaidia mimi mama, alizungumza vile Jada. I'm sorry. Mama yake ambaye alikuwa ametawaliwa na uso uliokuwa unadondosha machozi kama matone ya mvua alizungumza vile. Maumivu ambayo alikuwa anapitia binti yake Leila yalikuwa ni sawa ambayo alikuwa nayo yeye ndani ya moyo wake kama mama, lakini hakuna chochote ambacho kiliweza kusaidia. Jada akanyanyua mikono ya dada yake ambayo alikuwa ametapaka damu na kumnyanyua taratibu, na kisha alimpeleka bafuni tayari kwa ajili ya kumsafisha. Siku 4 zilipita tangu baba yake amcharaze bila huruma Leila. Vidonda vyake taratibu vilikuwa vimeanza kupona na sasa alikuwa anaweza hata kuketi chini, tofauti na mwanzo ambapo makalio yake yalikuwa nauma kweli akiwa anashindwa kabisa hata kukaa kwenye kiti. Ndani ya siku hizo 4 alikuwa amejifungia mwenyewe tu ndani bila kuzungumza na mtu yoyote. Aliweza kupona tu mwenyewe kwa amani. Leila. Baba yake alikuwa anaita vile na alikuwa anagonga mlango kwa nguvu kusudi kuzama ndani. Leila alikuwa ameoloki kabisa mlango kwa ndani, kwa hivyo ilikuwa ni mgumu sana kufunguka. Dabe, jiandae tunakwenda kwa bibi Manyao. Sawa. Sina muda wa kuendelea kupoteza zaidi ya dakika 10 tu, alizungumza vile baba yake na alikuwa anazipiga hatua kujiondoa hapo katika mlango wa Leila. Leila akazishusha pumzi kwa nguvu na kisha alisimama. Bibi Manyao alikuwa ni bibi wa jadi ambaye huyo ndiye mwenye uwezo wa kumtambua kama alikuwa bado bikra ama bikra yake ilikuwa imeshanyofolewa na kina Amani Kigoe wa Simulizi Mixi. Leila alikuwa anamchukia kweli baba yake kwa yale ambayo alikuwa anamfanyia, lakini alimchukia zaidi mama yake kwa kutokumlinda dhidi ya vile ambavyo alikuwa anafanywa na baba yake. Chuki hiyo ilikuwa wazi kabisa, na kwa muda hata ambapo alikuwa anasikia sauti zao alikuwa anahisi kutapika kabisa. Alikuwa anawachukia kweli wazazi hawa. Leila alivaa gauni lake refu ambalo lilikuwa na rangi ya njano ambalo hili lilikuwa limekomea chini ya vidole vyake vya miguu. Katika miguu yake alikuwa amevaa sendozi ambazo zilikuwa na rangi nyeusi. Nywele zake ndefu alikuwa amezibania kwa nyuma na hakujisumbua kabisa kujiremba siku ile. Akainyakua simu yake na kisha kuanza kuzipiga hatua kuelekea nje ya chumba hicho. Alimkuta baba yake alikuwa anasoma gazeti pale sebuleni. Nipo tayari,
Alizungumza vile Leila na huku alikuwa amesimama tu pembeni ya baba yake. Danieli aligeuza uso wake kumtazama tu binti yake huyu. Safi. Akajikuta alikuwa anasifia na huku alikuwa anatabasamu. Danieli akaliachia gazeti ambalo alikuwa analisoma na kisha kunyanyuka. Waliongozana tu na Leila kuelekea nje ambako waliingia kwenye gari na safari ya kuelekea kwa Bi Manyau ikaanza. Mara baada ya mwendo mrefu walifanikiwa kufika. Leila alishuka kwenye gari ya baba yake na kisha sasa babake alimwacha Leila akiwa anaingia kwenye geti la kuingilia kwa Bi Manyau kabla ya kuondoka na kumwahidi kwamba atampitia baadaye. Leila. Bi Manyau alimuita vile Leila na huko alikuwa anamtazama kwa tabasamu la kibibi hivi. Alikuwa ameketi kwenye varanda, miguu yake yote miwili alikuwa ameipanua na huko sahani ya wali ilikuwa katikati ya miguu yake Leila. Leila alitembea kumsogelea tu Bi Manyau na kwenda kupiga magoti mbele yake na kisha akaweka mkono wake juu ya kichwa chake kabla ya kuminamia kwa ajili ya maamkizi. Bi Manyau naye hakatoa mkono wake juu ya mgongo wa Leila na kisha alianza kuzungumza maneno ambayo yalikuwa yanatoka na pumzi yake kabla ya kuacha na kuamuru akae. Karibu sana mtoto wangu. Nimeutarajia ujio wako. Leila akatengeneza tabasamu dhaifu na huku alikuwa anazungumza. Asante bibi. Leila aliketi pembeni ya bibi kama ambavyo alikuwa ameelekezwa. Ukimya ulitawala tu na wote walibaki kimya tu kabla ya Bi Manyau hajaanza kuzungumza. Unafahamu kwamba sherehe ya ndoa yako imepangwa kufanywa miezi michache kutokea sasa? Leila alitikisa kichwa chake tu. Hakuwa anapenda kabisa kuzungumzia habari za sherehe ya ndoa yake ambayo ilikuwa jikoni, na sio hata kuzungumzia tu, bali Leila hata kufikiria kuhusu hilo hakuwa anapenda kabisa. Aliinamisha tu uso wake chini akiwa anajiamilisha kwamba hayo yote labda pengine yalikuwa ni masihara tu na sio kweli. Unatakiwa uishi kwa kufuata unatakiwa uishi na kufuata taratibu za mwanamke ambaye ameolewa tayari. Kulala nje ya nyumbani pamoja na kuvaa nguo za hovyo ni tabia ambazo mwanamke asiyetarajia kuwa mke wa mtu ndizo mwenye nazo, na sio mwanamke ambaye ameolewa. Kuna mtu yoyote alishawahi kuniuliza bibi kama pengine anahitaji kuolewa? Aliuliza vile Leila kwa sauti ambayo ilikuwa na chembe za hasira. Alikuwa anamkasirikia kila mtu ambaye alikuwa anamforce kuhusiana na ndoa hiyo ambayo ilikuwa inazungumzwa. Hivyo sivyo ambavyo natakiwa uwe mtoto wangu. Bi Manyau alizungumza vile na huko alikuwa na tabasamu. Wazazi wako ndio wamekuleta katika hii dunia mwanangu. Wamekuleta katika hali iliyokupelekea kuwa mrembo kama ulivyo sasa. Kwa hivyo sasa wana haki ya kukutafutia mchumba kwa yoyote wanayemwona wao wanafaa. Wameanza kuona jua mbele yako. Kwa hivyo wanamjua yupi na mtu sahihi kwako na mtu ambaye sio sahihi kwako wanamjua. Wewe bibi nafikiri kwamba ni sawa wao kunilazimisha katika ndoa hiyo mimi? Na ni kwa nini niwe mimi tu ambaye nalazimishwa kuolewa bibi? Mtoto wangu. Alizungumza vile Bi Manyau na huko alikuwa anakoa kwanza. Maswali mengine ni bora hata yakaachwa bila hata kuulizwa. Usijaribu kabisa kutafutia majibu yake, na pengine majibu yake yanaweza yasipendeze katika masikio yako mwenyewe. Wazazi wako wanajua vizuri tu ni kwa nini wamechagua mchumba kwa ajili yako wewe. Alizungumza vile Bi Manyau na Leila alisimama. Yaani mazungumzo kuhusu hii ndoa yananipatia stress tu kila siku. Alifoka vile Leila. Mwanamke aliolewa siku zote huzungumza kwa sauti ya chini na laini, mtoto wangu. Bi Manyau alizungumza vile. Ndoa ni kitu cha thamani sana. Nadhani kadri muda ambavyo unakuwa ukienda mbele utajifunza kumpenda mume wako. Acha kujipatia mawazo, badala yake itazame kesho yako na ndoa yako mwanangu. Alizungumza vile tu Leila na huko alikuwa anasonya mwenyewe. Na unakuwa na mafunzo mengi ya kupasa upitie mwanangu kabla ya sherehe ya harusi yako. Sherehe ya harusi? Alishangaa kweli kweli Leila mara baada ya bibi kuzungumza vile. Hakuwa anajua kabisa wala kusikia mipango hiyo ya sherehe ambayo ilikuwa inazungumzwa hapa. Ni sherehe gani ambayo unazungumzia wewe bibi hapa?
Alizungumzia vile Leila na huku alikuwa anamtazama tu Bi Manyao kwa mtuo na mshangao. Usitarajie kabisa kuolewa bila kuwa na sherehe, Leila. Lazima sherehe ifanyike, na tena ni sherehe kubwa kweli kweli. Ndoa yako italeta heshima kubwa sana katika familia yako, na baba yako atakuoza kwa namna ya kifahari kabisa. Leila alitikisa kichwa chake akiwa anaonyesha kutoamini kabisa yoyote ambayo alikuwa anayasikia. Hakuwa anaona kitu kingine zaidi ya kutafuta njia kwa ajili ya kujiondosha katika jambo hilo. Mara baada ya muda kidogo sasa, Bi Manyao akamwongoza Leila kwenda ndani ya kijumba kidogo kilichopo katika nyumba hiyo yake, ambapo sasa kulikuwa na ajuza ambaye alikuwa amevalia vazi jeupe lililokuwa linafanana kabisa na joho, na huko juu ya jamvi la nyasi pembeni yake kulikuwa kumewekwa gloves. Leila alimtazama tu huyo ajuza kwa macho ambayo yalikuwa yamejawa na wasiwasi. Mapigo ya moyo wake yalikuwa yanadunda kwa nguvu kweli kweli. Aliamua kumsogelea, na huku ile hali bado ilikuwa inaendelea tu katika moyo wake, alimfikia ajuza huyo na kupiga magoti mbele yake. Mwauka bwanje. Alitoa salamu ya Kibantu waliokuwa wanatumia sana wakutanapo na wazee wa design kama hiyo. Ilikuwa inamaanisha habari za asubuhi. Nauka bwino. Ajuza huyo aliitikia salamu hiyo na uso ulikuwa umejaa usiriazi kweli kweli. Ajuza huyo kucheka kwake ilikuwa ni nadra kweli kweli, na mara ya mwisho kucheka ilikuwa ni pale ambapo alipoletewa kumchunguza mkaza mwanae na kukuta bado alikuwa ni bikra. Ilikuwa ni miaka 10 nyuma iliyopita, na hiyo ndiyo ilikuwa ni kazi yake kubwa, kuchunguza bikra za watu kama zilikuwepo ama zilikuwa zimeliwa. Alijiajiri kwa kazi hiyo tu akiwa anasaidiana na binti yake wa kumzaa Bi Manyao, na watu walikuwa wanamwamini mno bibi huyo. Mimi niko nje huku jamani. Bi Manyao alizungumzia vile, na huko alikuwa anazipiga hatua kuelekea nje mara baada ya kuhakikisha Leila alikuwa amefika mikono salama kabisa. Basi yule ajuza akamwelekeza Leila achojue nguo zake zote na kisha kulalia mgongo wake, na huko miguu yake alikuwa ameipanua. Leila alifanya kama vile ambavyo alikuwa ameambiwa, na kisha ajuza huyo sasa akamsugalia Leila na kukaa katikati ya miguu yake. Akaipanua miguu hiyo na kisha akakikamata kitumbo cha Leila kilichokuwa kimevimba kwelikweli kama andazi lililozidishiwa hamira. Akakipanua kwa mikono yake yote miwili na kuanza kuingiza vidole vyake kwenye uwazi uliopo baina ya tundu mbili, ya haja ndogo pamoja na ile haja kubwa. Leila alipiga kelele kwa nguvu wakati vidole hivyo vilivyokuwa vikizamishwa kuzama kwenye papuchi yake. Alikuwa anapokea maumivu kiasi Leila. Leila alichukia mno kusema kweli kufanywa vipimo kwa njia kama hiyo, na tena ilikuwa ni njia ya kufedhehesha, kudhalilisha na kutia aibu. Alikuwa anajihisi kama vile alikuwa ni changudoa, lakini hakuna namna aliweza kuzuia, kwa sababu yalikuwa ni matakwa ya baba yake mzazi ambaye tayari alikuwa ameshazungumza na wazee hawa kabla hata Leila hajafika hapa. Dakika chache baadaye ajuza alichoma vidole vyake ambavyo hakuviingiza zaidi ya mstari wa kwanza wa vidole hivyo. Leila alishangaa kweli kweli kumwona ajuza huyu alikuwa anapiga makofi, na kulikuwa anatengeneza tabasamu la kweli kabisa katika uso wake. Hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba kizinda cha Leila kilikuwa bado hakijaharibiwa. Kizinda ni utando mwepesi unaoficha njia ya uzazi, na ndio mwenye nacho hicho anaitwa bikra. Leila alikuwa nacho, kwa maana halisi ni kwamba Leila bado alikuwa ni bikra. Bi Manyao kule nje kusikia makofi hayo huko ndani, aliingia humo ndani na huko alikuwa anacheza na kudemka sambamba na kubiringita ulimi wake kinywani mwake kwa ajili ya kutoa sauti ya shangwe ambazo hizi kwetu kule Njombe tunaita vigeregere. Ajuza alikuwa anapiga makofi kwa nguvu kadri Bi Manyao alivyokuwa anazidi kudemka na yeye. Hongera sana mtoto wangu. Baba yako atafurahia sana taarifa za kwamba wewe bado ni mwali. Naweza kuvaa nguo zangu sasa? Leila alihoji vile kwa sauti ambayo ilikuwa imebeba mikwaruzo ya kilio, kama vile alikuwa akiyapigania machozi yatoke haraka. Ndio, unaweza kuvaa tu. Alifurahia sana hali ambayo alikuwa nayo Leila. Akajikuta alikuwa anatamani kweli kweli angekuwa mtoto wake wa kumzaa. Leila akajiinua upesi na kisha kuyarudisha mavazi yake katika mwili wake. Alikuwa anahisi aibu pamoja na kuhisi kinyaa kwa kitendo hicho ambacho alikuwa amefanyiwa. Danieli alirejea kama ambavyo alikuwa amemwaahidi binti yake kwamba angemfuata baada ya muda. Alisimamisha gari lake na kupiga honi, na kwa alikuwa anasubiri kwa hamu. Bi Manyao alifungua geti na kisha kuanza kuzipiga hatua kulielekea hilo gari.
akalifikia gari hilo kule nje. Vipi, kuna habari njema? Aliuliza vile Daniel, na huku alikuwa na wasiwasi mkubwa katika uso wake. Bi Manyao alitabasamu kabla ya kuanza kuzungumza. Umekuza binti mzuri sana. Hajaguswa hata kidogo. Daniel alitoa pumzi za unafuu mara baada ya kusikia taarifa kama hizo. Hizo ni taarifa njema sana kusema kweli, kwa sababu nilikuwa na wasiwasi mkubwa kweli kweli. Hautakiwi tena kuwa na wasiwasi. Nimezungumza naye vitu vingi sana na anakuja muda sio mrefu. Natumaini iwe hivyo, maana siku hizi amekuwa ni mjeuri sana huyu binti. Daniel, mpatia mtoto pumziko kidogo. Mpe muda kidogo hata wa kupumua. Hili swala ni ngumu sana kwake kukubali kwa mara moja tu. Ni ngumu kukubali kwa kila moja, ndio. Lakini kilichofanyika tayari kimeshafanyika. Hana budi kukubaliana nalo tu basi. Atakubali tu. Daniel alichomoa kiasi cha pesa katika mfuko wake na kisha kumpatia huyo bibi, na huku alikuwa anasindikiza na shukurani pia. Asante sana. Karibu, wewe kwa huru kabisa Daniel. Haya, ngoja nimlete binti yako. Dakika moja mbele Leila akarejea, na huku alikuwa na muonekano wa maumivu katika uso wake. Hakuwa anataka hata kutazamana na baba yake. Alifungua mlango wa gari na kisha kuketi katika siti ya upande wa nyuma. Daniel akaingia ndani ya gari na kisha kuwasha injini. Aliingiza gia na kuiondosha gari mahali hapo kutafuta nyumbani kwake. Utulivu ulitawala tu kati yao, na huku kila mmoja alikuwa anafunikwa na fikra zake kichwani. Walipokuwa nakaribia nyumbani, simu ya Leila ilianza kuita na kufanya kumkatisha katika mawazo ambayo yalikuwa yamekifunika kichwa chake. Alitazama katika simu hiyo kuona ni nani ambaye alikuwa anapiga. Aliona kwamba mpigaji alikuwa ni Hansi. Leila hakufikiria kuhusu kupokea simu ile. Alikata tu na kisha kuirudisha kwenye mkoba wake. Dakika chache baadaye simu ilianza kuita tena. Alifungua mkoba wake na kisha kuitoa simu yake nje. Halo? Alizungumza vile Leila mara baada ya kuamua kupokea simu ile. Unazungumza kiunyonge sana Leila, vipi, kuna tatizo? Na mbona unazizuia simu yangu upokei vipi? Niko sawa tu, lakini nilikuwa busy kidogo na kazi. Ni hivyo tu, si ndio? Ndio. Leila, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Hakuna kitu chochote kile. Lakini vile ambavyo nazungumza tu naonyesha kwamba hauko sawa kabisa Leila. Niko sawa kabisa, hauna haja ya kuwa na wasiwasi na mimi. Kuna mtu ameivunja bikira yako na unajihisi unyonge kwa kukosa kunipatia mimi? Leila alishika kidogo mara baada ya Hansi kuzungumza vile. You are crazy. Yes, I'm crazy for you. Nyamaza bwana. Alizungumza vile Leila, na alikuwa anashika mwenyewe. Vipi, naweza nikakuona leo? Naomba nikujibu baadaye kwa sababu muda huu sitaweza kukupatia jibu. Please mrembo, please. Leila alicheka tena, ambapo sasa hiyo ilimkera kweli kweli baba yake, lakini alikuwa anaendelea tu na biashara zake. Na kutumia message basi, alisisitiza vile Leila. Sawa, nitakuja nyumbani kwenu ujue. Usifanye hivyo jamani. Na basi njoo nione. Sawa. Siwezi kabisa kuendelea kusubiri kukuona ujue. Aya, kwa heri. Alizungumza vile Leila kisha alikata simu ile. Huyo ni nani? Baba yake mzee Daniel aliuliza vile, na huko alikuwa anaendelea kuendesha gari. Bila bado hujatosheka tu baba. Kwa sasa hivi naanza kufuatilia na simu zangu pia ambazo napigiwa na watu. Usipandishe sauti yako Leila ukizungumza na mimi kama baba yako. Alizungumza vile baba yake mzee Daniel, na huko alikuwa anasimamisha gari getini. Kwa kweli mimi nimechoka kabisa baba. Siwezi kuendelea kuvumilia haya yote ambayo yanaendelea. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anafungua mlango wa gari na kushuka. Leila, aliita vile baba yake, lakini Leila alikuwa anaendelea tu kutembea kuelekea ndani bila hata kugeuka nyuma. Akamebeza geti mara baada ya kuzama ndani. Vipi, kuna usalama kweli? Jada ambaye ni mdogo wake wa Leila aliuliza vile mara baada ya kumuona dada yake Leila alikuwa anazama ndani mara baada ya kufungua mlango wa kuingilia ndani. Hapana, kuna usalama. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anatikisa kichwa chake tu. Nimechoka kabisa Jada, nimechoka, nahitaji kufa mimi.
Usizungumze hivyo dada, hebu njoo kwa mara moja. Alizungumza pale Jada, na huku alikuwa anaushika mkono wake na kuzama naye ndani ya chumba chake. Cha kushangaza ni kwamba baba yao Danieli, ambaye alikuwa anaingia ndani humo, wala hakuwafuata kabisa kule ambako alikuwa anaelekea. Imekuwaje huko tena? Imekuwa njema kwa sababu bado sijaguswa. Na unahisi hiyo itamfanya babako awe na furaha? Hapana, bado nahitaji mengine pia. Sawa basi, kuhusu baba kwa muda. Mimi niko na habari njema dada. Habari gani? Mkali ya mboga yule mzee amesema kwamba yuko tayari kabisa kukutana na sisi. Kweli kabisa mdogo wangu Jada? Ndio dada, nakwambia. Haisa, hizo ni habari njema sana. Labda naweza kunipatia majibu ya maswali yote ambayo yapo kichwani mwangu. Hata mimi dada naamini hivyo. Kama tukienda kukutana naye, basi naweza kutuambia mengi ambayo sisi hatujui. Ardhi kwa ardhi, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi. Mchungaji aliyokuwa anaongoza mazishi ya Owen alikuwa anahitimisha ujumbe wake kwa watu waliokuwa wametokea pale msibani. Akanyonyoa uso wake na kisha kumtazama Elise. Unaweza kusogea mbele na kutupia mchanga kwenye jeneza? Elise, ambaye alikuwa ameketi kwenye kiti cha kutembelea tu walemavu, akajisogeza mpaka karibu na jeneza la kaka yake. Aliukamata mchanga kutokea kwenye sepetu kwa kutumia mkono wake na kisha kuunyunyuzia kwenye jeneza hilo kabla ya kugeuka na kisha kuondoka. Elise, ambaye alikuwa na huzuni kubwa usoni mwake yenye kuweza kuonekana waziwazi kabisa. Machozi yalianza kumbubujika maskini kuelekea kwenye mashavu yake. Hakuwa anaelewa kabisa ni kwa nini maisha alikuwa ameamua kumfanya kama hivyo. Tangu kaka yake Owen aliposhambuliwa na kufikia hatua ya kukatisha uhai wake. Lakini hiyo haikuwa imetosha kabisa. Hata yeye pia alikuwa ameparalyze kabisa kutokea kiunoni kushuka chini, na sauti ilikuwa imepotea kabisa. Hakuwa anaweza kabisa kutoa sauti. Elise, ilikuwa ni siku ile ambapo alikuwa ametokewa na lile jitu la ajabu barabarani. Jirani alimuona akiwa ndani ya gari lake na hali yake ilikuwa inaonekana kuwa mbaya mno. Alimkimbiza hospitali. Elise alijaribu kuzungumza lakini alishindwa kabisa. Hakuna sauti yoyote ambayo ilikuwa inatoka nje ya mdomo wake. Mara baada ya kufikishwa hospitali huko, daktari alishindwa kabisa kumpatia tiba iliyomfanya rejea kwenye kutembea. Sambamba na kurejewa na sauti yake pia hakuweza kabisa kila ambapo alikuwa anajitahidi kufanya hivyo. Hilo lilikuwa ni pigo kubwa kweli kwa Elise. Ilikuwa ni kama maisha yake alikuwa ameamua kumwadhibu kwa design kama hiyo kwa mabaya yote ambayo alikuwa ameyafanya. Mchungaji alitoa maneno ya salamu za mwisho na kisha jeneza likaanza kushushwa ndani ya kaburi. Elise alihisi moyo wake ulikuwa unashindwa kabisa kufanya kazi sawa. Ilikuwa ni mara baada ya kuona jeneza hilo la kaka yake ambalo lilikuwa na mwili wa kaka yake ndani, lilikuwa linashushwa chini ya shimo. Hakuwa naamini kabisa kama kweli kaka yake Owen leo alikuwa anazikwa ardhini kama hilo. Hilo lilikuwa linamdhihirisha kabisa kwamba maisha ya kaka yake yalikuwa yamekwisha na hataweza kurudi wala kuonekana tena katika dunia. Na hilo pia lilikuwa linamaanisha kwamba maisha yake yote ya duniani angebaki peke yake bila kuwa na kaka yake ambaye alikuwa amezoea siku zote kumwona. Alikuwa naumia sana Elise. Mara baada ya jeneza kushushwa ndani ya kaburi hilo, sasa mchungaji alimwaga maji matakatifu ardhini na akamalizia maombi kabla ya kufunika kaburi hilo, na kisha alitoa ruhusa ya watu kutawanyika. Watu walianza kujirejesha kwenye vyombo vyao vya usafiri kwa ajili ya kurudi nyumbani. Jada alitembea kuingia katika chumba cha Leila ambapo alimkuta Leila akiwa amesimama tu mbele ya kioo cha dressing table akiwa anajiremba mwenyewe. Sijaona kabisa nguo sahihi ambayo napaswa kuivaa kwa kweli, alizungumzia vile Leila, na huku bado alikuwa amesimama pale mbele ya kioo. Jada alicheka kidogo. Mimi sitaki kuwa wako kushauri kwa sasa kwa sababu mavazi yako yananikera kweli dada Leila. Nyamaza bwana, alizungumza vile Leila, na huku alikuwa anampiga Jada kwenye bega kimchezo hivi. Subiri kwanza, ngoja nikuletee kitu kutokea kule chumbani kwangu kule. Sijapenda kabisa ile vazi ambalo umevaa kwa mtoko wa leo usiku. Alipo kabisa kijanja, too decent. Wewe naye, mbona mimi naona gauni langu liko sex kabisa kama hivi? Jada hakuzungumza kitu, akajitoa chumbani humo kwa dada yake, lakini akarejea dakika chache baadaye, na huko alikuwa ameshikilia nguo fulani kama suruali lakini pia ni kama gauni hivi. Inaitwa jumpsuit, ndio jina lake kitaalam.
Sijajua kwa lugha ya Kiswahili vazi hili linaitwaje. Lilikuwa na rangi ya kijani. Ilikuwa na mikanda ambayo ilikuwa napita mabegani na kuacha sehemu kubwa ya mabega wazi, na kiunoni kulikuwa na mkanda pia. Hii ya nini sasa Jada? Vaa hii nimenunua wiki chache tu zilizopita. Nami nitakupendeza sana dadangwe. Leila akajikoza kusafisha koo lake na alikuwa anashangaa kweli kweli nguo hiyo kama atakuwa huru nayo akivaa ama namna gani. Come on my sister. Vaa bwana. Jada alilalamika vile mara baada ya kumwona dada yake Leila alikuwa aonyesha kuipenda nguo hiyo. Sawa. Leila alivua nguo zake ambazo alikuwa amezivaa na kisha kuivaa jumpsuit hiyo ambayo mdogo wake Jada alikuwa amemletea. Wow, umependeza sana dada eh? Bila shaka hii nguo ilitengenezwa kwa ajili yako kabisa yani. Sasa wacha nikufanyie makeup mimi mwenyewe hapa. Jada alizungumza vile na huko alikuwa anakamata makeup hiyo kwa ajili ya kukamilisha matamshi yake. Usiweke basi makeup nyingi sana katika uso wangu. Alizungumza vile Leila wakati akiwa anaketi kwenye stuli mbele ya kioo. Jada alianza upesi kumfanyia Leila makeup na huko alikuwa anazitengeneza nywele zake kwa mtindo wa kisasa kabisa. Nimeshamaliza sasa. Alizungumza vile Jada dakika chache tu baadaye. Leila akakamilisha muonekano wake kwa kuvaa viatu vya kuchuchumia wenyewe wanaita nude heels. Napo sasa umependeza dada. Jada alizungumza vile na huko alikuwa anamtazama Leila. Akainyakua simu yake na kisha kuingiza kwenye pochi yake ndogo na kisha wakazipiga hatua kuelekea nje ya chumba hicho. Nyinyi wawili mnakwenda wapi mkiwa mmevaa kama tunaenda kwenye birthday party ya rafiki yetu? Jada alitoa jibu hilo upesi akiwa anamkatisha babake mzee Daniel ambaye alikuwa anauliza swali kama hilo. Oh, ndio baba. Leila anahitaji hewa safi, mwache akapumua kidogo. Jada, baba ni party tu, hakuna kitu kingine, tafadhali naomba usituharibie usiku wetu. Jada alizungumza vile kwa kujiamini kweli kama vile alikuwa anazungumza na mshikaji wake tu. Danieli alitikisa tu kichwa chake asiamini kile ambacho alikuwa anakisikia. Japo Danieli alikuwa ni mkali kweli kwa familia yake hii, lakini Jada ndio alikuwa ni sehemu yake ya udhaifu. Hakuwa na neno lolote la kuongeza pale Jada anapoweka msimamo wake. Twende Leila. Jada alizungumza vile na huko alikuwa anaushika mkono wa dada yake Leila na kumwongoza kuelekea nje. Walikuwa namwacha baba yao mzee Daniel alikuwa meganda tu akiwatazama bila lolote la kusema. Umeweza vipi kufanya vile sasa? Leila aliuliza vile walipokuwa tayari wameshaketi kwenye siti ndani ya gari ya Jada. Kufanya kitu gani tena dada? Kumchallenge baba kiasi kama kile? Yaani mwamkatisha kabisa mazungumzo yake na kuvunja amri zake zote. Jada alicheka mara baada ya Leila kuonekana alikuwa anashangaa vile. Unajua nyinyi huwa mnafanya yule jamaa pale ndani ya nyumba yetu kama Mungu hivi yule. Lakini mimi si kwa hivyo. Namchukulia kama binadamu kama walivyo binadamu wengine tu. Nadhani kama ningelikuwa mimi ndiye ambaye nilikuwa nimezungumza naye kama vile, basi angekuwa amenitandika makofi sasa hivi ningekuwa hospitali. Usiruhusu baba kutreat kama takataka tena dada, sawa? Jisimamie mwenyewe na ujipiganie mwenyewe Leila. Sawa, nitajaribu. Alijibu vile Leila kiunyonge tu. Nafikiria kama tagundua kuna party yoyote ambayo tunaenda kama ambavyo tumemwaahidi. Alizungumza pale Jada na huko alikuwa anacheka kwa nguvu mwenyewe. Usiseme hivyo Jada, maana najua kabisa kwamba baba ataniua kama akigundua kwamba tumemdanganya kwamba tunakwenda kwenye party wakati hakuna party. Basi relax dada. Baba yako mimi ananiamini sana. Safari ilianza na huko njia nzima walikuwa nasikiliza muziki na mara nyingine walikuwa nasikiliza simulizi za Felix Mwenda kwenye simu zao mpaka walipofika kwenye safari yao. Kwa sasa hapa ndio tunapoachana. Alizungumza pale Jada mara baada ya kusimamisha gari. Oh sawa, basi tutaonana baadaye. Basi sawa. Jaribu sana kutomfikiria babako, sawa? Nitakupitia mara baada ya masaa mawili kupita. Okay sawa, basi baadaye. Alishuka kwenye gari hilo Leila na kisha kuanza kutembea kuelekea geti. Wakati Jada alikuwa anaondosha gari hilo katika eneo hilo, Leila alifungua kwenye geti hilo na kisha kuanza kuzipiga hatua moja moja kuelekea mlango. Aliufikia mlango huo na kisha kusimama. Ilikuwa ni mara ya kwanza tu. Alipogonga mara ya pili, mlango huo ulifunguliwa na Hansi aliyemsabahi Leila kwa tabasamu pana usoni mwake. Alionekana alikuwa amesimama mlangoni hapo.
Hello, pita ndani, alizungumza vile Hansi, na huku alikuwa anamuongozea Leila sebuleni. Hansi alionekana kuguna tu, na huku alikuwa anajirambaramba midomo yake akiwa anamtazama Leila kuanzia kichwani mpaka unyayoni. Ilikuwa ni mara baada ya Leila kuanza kuzipiga hatua za kuzama ndani humo. Nini sasa? Umependeza sana leo Leila. Thank you Hansi. Hiyo thank you yako inaonekana sio halisi kabisa hiyo. Ushaanza mambo yako Hansi? Alizungumza vile Leila, na huku alikuwa anazungusha macho yake. Yaani shanza. Kwa sababu tangu ulivyokataa kutoka na mimi siku ile nikaanza kujifunza kupika pia. Aliingizia utani vile Hansi. Na mimi wala sina njaa kabisa leo, nikwambie tu hivyo. Utaniboa sasa hivyo Leila. Niambie kitu ambacho sikijui. Unajua nini? Kwanza jisikie uko nyumbani kabisa. Si umesema kwamba hauna njaa? Basi niache kwanza nipange meza sawa, na kisha nianze kula na kueuke nitazama tu. Leila aliketi kwenye kochi na kuvua viatu kwenye miguu yake. Basi Hansi alielekea kwenye meza ya chakula na kisha kupanga vyema kabisa. Na mara baada ya hapo alimfuata Leila na kumongoza kwenye meza hiyo ya chakula. Waliketi chini tayari kwa ajili ya kuanza kula. Waliendelea tu kula wote kwa pamoja, ukimya ukiwa umetawala tu hadi pale Hansi alipokuja kugundua kwamba Leila alikuwa amepunguza kasi yake ya ulaji kama ambavyo alikuwa ameanza nayo. Alimtazama na huku alikuwa anasitisha tu kula. Leila, vipi, uko sawa? Alimuuliza vile. Niko sawa Hansi, vipi? Alijibu vile Leila, na huku alikuwa anatabasamu mbele ya macho ya Hansi. Naona kama umepunguza kiasi cha chakula, na naona muda mwingi ukiutumia kucheza tu na chakula. Uso wako pia unaonyesha kwamba uko na huzuni kweli ndani yako. Vipi kuhusu Weni? Weni amezikwa leo, na nimeshindwa kabisa hata kwenda kwenye mazishi yake kusema kweli. Nimesha kuziona tu posti tu huko Facebook kutoka kwa rafiki yake basi. Lakini yeye ni sehemu ndogo tu ya matatizo yangu. Alizungumza pale, na huko alikuwa anaweka uma wake chini. Hansi, kusema kweli kuna mambo mengi sana ambayo yananizunguka katika kichwa changu mimi. Nadhani hata kuja hapa kwako haikuwa ni idea nzuri kabisa. Labda naweza kwenda sasa. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anajinyanyua pale na kusimama. Hey, subiri kwanza Leila. Hansi aliukamatia mkono wake Leila. Tafadhali Leila, naomba zungumza na mimi, kitu gani ambacho kinaendelea please? Ni mengi sana Hansi, mpaka nashindwa kabisa ni wapi ambapo naweza kuanzia kukueleza. Unaonaje kama tukiketi chini alafu kanieleza mambo yote? Na kuahidi kwamba sintokujaji. Leila alibaki kimya tu. Tatizo ambalo linawekwa wazi siku zote ndio tatizo ambalo linaweza kutatuliwa Leila. Na ndio maana hata ukienda kuonana na daktari hospitali lazima tumweleze, ndipo atupatie ushauri wa madawa. Hawezi kutoa dawa ama ushauri bila kujua wewe umejieleza vipi. Please, zungumza na mimi Leila. Alizidi kuomba vile Hansi. Leila alitoa tabasamu dhaifu. Nimechumbiwa kwa ajili ya kuolewa Hansi. Alizungumza vile Leila. Nini? Hansi aliuliza vile, na huku mshangao ulikuwa unajiandika katika uso wake wote. Ndio Hansi, na mimi nimeligundua hilo wiki chache tu zilizopita. Inavyoonekana ni kwamba wazazi wangu wameshanioza kabla hata mimi sijazaliwa. Ni upuuzi kabisa Leila. Ndio hivyo Hansi. Na kwa sasa baba yangu amekuwa akinifuatilia kila hatua ambayo naipiga, na siruhusiwi kabisa kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Yaani ni hivyo tu, ananifuatilia kila hatua ambayo naipiga. Hiyo ni kweli ambayo unazungumza? Ndio Hansi. Na mara ya mwisho kuona na mimi nawe, nakumbuka uliniuliza swali kwamba kwa nini bado mimi ni bikira. Sababu ni kwamba baba yangu ananifanyia vipimo kila baada ya mwezi kuona kama bado ni bikira ama bikira imeshaondolewa. Inavyoonekana ni kwamba natakiwa kuendelea tu kuwa bikira mpaka huyo mwanaume aliyeneoa nitakapokutana naye. Hakuna ulinzi, lakini wazazi wako ni wapuuzi. Hayo ni kama matusi kabisa Leila. Ushawahi kukutana na huyo mwanaume wako ambaye waliokuuza wazazi wako? Bado Hansi.
Inaonekana kwamba nitakutana naye tu siku ya sherehe basi. Mungu wangu, huo ni upuuzi kabisa Leila. Nani aliyefanya yote? Ni wazazi wangu. Sijui hata ni kitu gani ambacho naweza kufanya kwa sasa hivi, kwa sababu hizo siku naambiwa kwamba zinakaribia kabisa kufika. Ni lini? Ni miezi 7 ijayo Hansi. Imepangwa iwe ndani ya siku yangu ya kuzaliwa nitakapokuwa natimiza miaka 25. Kimya cha ghafla kilipita kabla Hansi hajaamua kufungua kinywa chake na kuzungumza tena. Najua ni rahisi sana kuzungumza huo upuuzi, lakini je, hilo ndio suluhisho la jambo hilo? Una suluhisho gani wewe? Naomba nikupeleke mbali kabisa na mji huu. Nikutoroshe na maanisha. Unitoroshe? Huu ni uchizi kabisa ambao sijawahi kuusikia katika masikio yangu kwa miaka sasa. Sitani kabisa Leila. Naomba nikutoroshe. Alizungumza vile Hansi na huku alikuwa anaonyesha uso wa usiriazi kabisa. Au tani Hansi? Hapana Leila, sitani kabisa katika hili. Unanifahamu mimi vizuri? Kwa nini unataka nitoroke na wewe? Ukweli ni kwamba sijaacha kukufikiria tangu siku ya kwanza kabisa nilipokutana na wewe. Nimejitoa mazima kabisa kwako tangu siku ya kwanza macho yangu yalipotua kwako. Lakini mimi ni mzigo Hansi, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Sihitaji kabisa kukuweka katika hatari Hansi. Unajua Wayne amefariki na bahati mbaya sana mimi ndiye msababishaji wa kifo chake, unajua hilo? Wayne ameshafariki tayari Leila. Inabidi umwache apumzike kwa sababu hayupo tena katika dunia. Hawezi kukusaidia kitu, lakini mimi naweza. Niruhusu nikusaidia hata kwa njia ya urafiki please. Lakini babangu ana connection nyingi sana Hansi. Atatutafuta kila ambapo tutakuwa tumeelekea, atapajua tu. Na akipajua basi hakuna cha ziada zaidi ya kutuua tu sote. Sitaje kabisa damu yako imwagike katika mikono yangu Hansi please. Mimi naweza kuchukua uangalizi wangu binafsi. Hata mimi connection ninazo pia. Una miezi 7 kabla ya sherehe. Ni miezi mingi sana kwa ajili ya kutafuta sehemu ya kuishi bila babako kujua. Hapana Hansi. Alitikisa kichwa kukataa Leila. Siwezi Hansi, siwezi kufanya kama hivyo ambavyo unanishauri. Itakuwa ni hatari sana kwetu sote Hansi. Leila. Aliita vile Hansi na alikuwa anamshika mkono wake. I'm sorry sana Hansi, sintoweza kufanya kama hivyo. Leila, usijitengeneze kabla lako mwenyewe. Mimi naweza kukusaidia Leila, lakini siwezi kabisa kuishi maisha yangu yote nikiwa kama mkimbizi. Nahitaji kulikabili hili swala. Hansi akazivuta pumzi ndani na kisha alizungumza. Hautaki kubadilisha mawazo yako, si ndio manake? Hapana, siwezi Hansi, nashukuru sana kwa kujaribu kunisaidia. Alizungumza vile Leila na alikuwa analijenga tabasamu dhaifu katika uso wake. Leila alikuwa anatamani mno kuanza maisha yake upya kabisa na mtu kama Hansi. Lakini sasa alikuwa anaogopa kwamba baba yake mzee Danieli angeweza kuwatafuta na jehanamu ingewashukia juu yao. Lakini pia mbali na hilo, kulikuwa na kivuli cha mzimu ambacho kilikuwa kinamuinda kilichokuwa kimeacha tatu katika paja lake. Akajikuta alikuwa na mengi kwelikweli ya kuweka sawa kabla ya kukubali ombi la Hansi. Walitumia masaa kadhaa usiku ule aliobakia katika dunia hii, na huku kulikuwa kuna maneno mengi ya kuzungumza. Japo Hansi alikuwa ni mwingi wa ucheshi siku zote, lakini siku hiyo alijawa na huzuni kwelikweli katika uso wake. Ilipotimu majira saa 3 za usiku, kutokea nje ya geti ilisikika gari ilikuwa inapiga honi kwa nguvu. Honi hizo zilimshtua kwelikweli Leila kutoka kwenye dimbwi zito la mawazo ambalo lilikuwa limemkabiri muda ule. Ni mdogo wangu yamenifuata, natakiwa kuondoka Hansi, alizungumza vile Leila kabla ya kujinyanyua na kisha kusimama. Alichukua mkoba wake pamoja na viatu vyake pia, alianza kutembea kuelekea mlangoni. Leila, aliita vile Hansi na kisha Leila aligeuka. Ofa yangu bado inaendelea. Nitakuwa hapa endapo utabadilisha mawazo. Anytime unaweza kuja kuniambia. Sidhani kama nitaweza kubadilisha mawazo Hansi, lakini nashukuru sana kwa kujaribu kunisaidia.
Mara baada ya kuyazungumza hayo sasa, Leila alifungua mlango na kisha kuzipiga hatua kuelekea nje. Hansi hakujaribu hata kumfuata. Alibaki amesimama tu akiwa anatazama wakati mlango ulikuwa unafungwa. Leila alifika nje ambapo akaliona gari la ndugu yake lilikuwa limesimama nje ya geti la nyumba hiyo ya Hansi lilikuwa linamsubiria. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 5. Simulizi yetu inaitwa Kimya Kizito, iliyoandikwa na mtaalamu anaitwa Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda.